uso wa vilindi vya maji, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Huo wote ni mwanzo wa historia ya mwanadamu, na jina lote linaloitwa Mwanzo linasimulia historia yote ya mwanadamu. Mwandishi wa kitabu cha Mwanzo anaitwa nani? Musa. Musa ndio aliandika kitabu cha Mwanzo. Na aliandika wakati gani? Alipoitwa na Mungu katika mlima Sinai. Safari ya pili ya Musa alienda kuandika kitabu, siku 40 amefunga mchana na usiku, ndio akaandika vitabu vya Mwanzo. Na kupata kwa historia kwa mtu yote, kupata stori za mtu, alipata mafunuo, alishushiwa ufunuo uliomwezesha kuandika kitabu cha Mwanzo. Mambo ya msingi, kuna mambo masita ambayo kitabu cha Mwanzo chote katika Biblia hii kinaelezea. La kwanza ni kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kinaelezea uumbaji. Uumbaji. Sura yote ya Mwanzo sura ya kwanza inaelezea kuhusu uumbaji. Sehemu ya pili kitabu cha Mwanzo sura ya tatu ile inaelezea kuhusu anguko. Mnakumbuka? Sehemu ya tatu kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15. 3:15 nasemaje? Hem, tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15. Anasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke. Anasema na huyo, na hivyo kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Sasa nataka ukumbuke soma maneno ya msingi haya, kati ya uzao wako na uzao wake. Uzao wa mwanamke hana mbegu, hana uzao. Kwa alikuwa na maana Yesu Kristo, ambaye alizaliwa pekee kwa mwanamke bila kuwa na mwanaume. Kwa toka mwanzo Mungu aliahidi juu ya ukombozi katika uzao wa mwanamke. Mwanamke hana uzao. Uzao unatokana na mbegu kati ya mume na mke. Lakini kwa sababu amesema uzao, kusema uzao wa Adamu, kumbuka aliongea uzao wa mwanamke. Katika Biblia yote mwanamke pekee aliyezaa bila kuwa na mwanaume alikuwa anaitwa Bikira Mariamu, na aliyemzaa alikuwa anaitwa Bwana Yesu Kristo. Kwa agano lilianza hapo. Lakini baada ya agano, kitabu cha Mwanzo pia kinaeleza kuhusu mafuriko au gharika. Gharika na mafuriko ni kitu kimoja, ambao tunaona Nuhu akapona. Kwa dunia ikaumbwa upya, kizazi cha Adamu kikapita, vizazi vyote vikapita, dunia ikajaa maji, ikafuta wanyama wote, chote kilichoumbika. Kitabu cha Mwanzo kinaelezea kuhusu kuanza kwa dunia mpya, ambapo Nuhu pamoja na watoto wake Shem, Hamu na Jafet, watoto watatu wa Nuhu walikuwa wanaitwa Shem, Hamu na Jafet. Walipotoka kwenye lile inaitwa ni safina, ndipo tunaona mwanzo wa dunia au mataifa duniani kuanzishwa kwa upya. Kwa tunaona kwamba yule wana wa Yafet tunasema wengi ni watu wa Ulaya, wana wa Ham wengi ni wa Afrika, na wana wa Shem wengi ni wa China na Waisraeli. Sasa kuwa makini, hii ni historia ya wazungu, sio Biblia. Kwa hiyo lazima uwe makini sana. Ndio maana akasema Hamu amelaaniwa, kwa hiyo Afrika wote wamelaaniwa. Nyingine Biblia hii ilitumika kututawala. Biblia hii ilitumika kutukwambia mambo ambayo mengine kwa ajili ya kutukamata akili zetu. Kwa hiyo lazima uwe makini unapokuwa unasoma. Hii ya kusema kwamba Hamu ndio baba wa Afrika au watu weusi, sio kweli. Ni watu walivyoweza kutafsiri, ni historia, sio katika Biblia. Lakini ni muhimu kwa sababu tunajifunza Biblia kuweza kuiangalia katika picha hiyo. Sehemu ya mwisho ya kitabu cha Mwanzo inaelezea kuhusu wahenga au babu zetu, ambao walikuwa wangapi? 4. Wa kwanza alikuwa anaitwa nani? Yaani baba wa imani. Ndio maana ukianza kumsema, ukiona kwamba unaanza kusema Mungu Baba na kushukuru, kumbuka wahenga 4 kwamba ndio Mungu wako wewe. Mungu wa nani? Abraham, Isaka, Yakobo na nani? Yusufu. Hao ndio wahenga walioanzisha imani yetu, wazee 4 wa imani ambao tunaona katika maandiko matakatifu wakitufunulia siri zilizofichika za ufalme. Kwa hiyo inamaliza somo letu la pili leo. Kwa neema ya Mungu
napenda tuanze somo la 3. Somo la 3 ambao ni kitabu gani kinachofuata baada ya Mwanzo? Kitabu cha Kutoka. Kwa nini kinaitwa Kutoka? Kwa sababu kinaelezea jinsi wana wa Israeli walivyotoka nchi ya utumwa ya Misri kwenda mpaka nchi ya ahadi. Na aliyewapeleka utumwani alikuwa nani? Aliyewapeleka Misri alikuwa nani? Yusufu. Yusufu alipoenda kule akawa mfalme, akawa mkuu wa nchi, ndipo alipofanya tukio la kwanza la kuhamisha ndugu zake wote, kwa sababu taifa la Israeli ni watoto 12 wa Yakobo, ambao 2 kati yao walikufa. Kwa mtoto wa Yusufu wakachukua nafasi zao, ndio maana kabila la Manase. Kwa wao walikuwa sio kwamba walikuja originally toka mwanzo. Sasa ili kuondoka kwenye utumwa, ndipo kitabu cha Kutoka kinaanzisha. Maana ya kutoka manake ni kuondoka, ndio maana kitabu cha kinaitwa Kutoka, kwa sababu kinahusiana na kukombolewa kwa wana wa Israeli kutoka utumwani katika nchi ya Misri. Naomba ujue kwamba wana wa Israeli walikaa Misri miaka 215 na karibu miaka zaidi ya 140 au 215, na waliingia familia ya watu 70, watoto wa Yakobo na familia yake na wake zake, lakini walipotoka walitoka kama jeshi kubwa. Ukiangalia kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 10 kinatuelezea mstari ambao ni mkubwa sana kuweza kuelewa kama ndio nanga ya kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 10 anaelezea kama ifuatavyo. Unaweza kusoma pamoja. Anasema, Kutoka sura ya 3 mstari wa 10 anasema, aya basi nitakutuma kwa Farao. Ndio anaanza safari ya kutoka hapo, ili upate kuwatoa, neno hilo kumbuka sana, watu wangu au wana wa Israeli katika Misri. Kwa ndio kitabu cha Kutoka chote kinaelezea historia, namna ambavyo Mungu alimtuma Musa kwa Farao kuwatoa wana wa Israeli kutoka katika utumwa. Mungu anamuita Israeli kama mzali wangu wa kwanza. Kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 22. Kutoka sura ya 4 mstari wa 22. Kumbuka mwandishi wa kitabu cha Kutoka ni Musa, na inasemekana aliandika miaka 1499 kabla ya Kristo. Miaka 1490 kabla ya Kristo. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 22 anasema, nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wangu wa kwanza. Ndio maana sisi tuliokuwa si wazaliwa wa kwanza tumehesabiwa haki bure kwa Kristo Yesu. Yesu ndio ametengeneza daraja ya sisi pia kuitwa watoto wa Israeli. Kwa sisi kwa imani tukimwamini Yesu Kristo tunakuwa wa Israeli. Katika ulimwengu wa roho tunavyoangaliwa tunaonekana ni wa Israeli. Kwa wewe ni Mwisraeli wa rohoni, kwa wewe ni mzaliwa wa kwanza. Anasema Mungu, wote walioitwa na Mungu waliitwa wazaliwa wa kwanza. Wote aliopokea jina la Yesu walifanyika watoto wa Mungu. Anasema mkutano hapa tulipokaa, tumekaa mkutano mkubwa wa wazaliwa wa kwanza walioandikwa kule mbinguni. Sasa twende ndani kidogo na kuweza kuangalia namna gani kitabu hichi kinaelezea. Naomba utambue kwamba historia ya Kutoka inaeleza Mungu ambaye ametenga taifa la Israeli kama familia ya kikuhani, familia ya watakatifu kwa ajili ya Bwana. Sasa inaelezea pia mfumo dume. Sehemu kubwa kitabu cha Kutoka ni mfumo dume, yaani wanaeleza sana wakina mama wako sana. Kwa hiyo imetawaliwa na mfumo dume katika maelezo yake yote, na ndio mwanzo wa sheria nyingine zote. Tuangalia taratibu. Kwa hiyo ina sehemu kubwa 7. Kitabu cha Kutoka kina sehemu kubwa 7. Naomba ukumbuke sana hiyo kama ni mwanafunzi wa darasa hili, kwa sababu ni muhimu ukakumbuka. Sehemu kubwa
7. Sehemu ya kwanza ni utumwa. Sehemu ya kwanza ni utumwa, ambapo inaelezea jinsi Yusufu alivyochukuliwa kwenda kuwa mfalme kule, na baadaye Farao akafa. Wale Waisraeli walikuwa wanafanya kazi kule wakaingizwa katika biashara ya utumwa, wakawa watumwa wa Misri. Naomba utambue kwamba baada ya Yusufu kufa ndipo akazaliwa Musa. Musa alizaliwa kule Misri, na naomba nikwambie, kumbuka Musa alipata elimu yote ya Wamisri, ndio maana alikuwa anaweza kuandika. Musa alikuwa amesoma sana mpaka akafika vyuo vyote vya Wamisri, akajua na namna ya kuandika. Ndio maana Mungu alimtumia sana katika kuweza kuandika. Kumbuka Musa alivyozaliwa, wakati huo mfalme Farao alikuwa ametoa amri kwamba Mwisraeli yote akizaa lazima wachinje kama mtoto wa kiume. Lakini mama yake Musa akamtupa Musa kwenye kikapu kwenda kwenye maji. Binti ya Farao akakiona kile kikapu na kitoto kinalia, akakichukua kama kitoto chake. Kwa Musa akafanyika kama mtoto wa Farao, kwa sababu mtoto wa Farao alikuwa na mtoto, alikuwa hajabarikiwa kupata uzao, alikuwa ameolewa lakini hajawahi kuzaa. Kwa akamchukua Musa kama mtoto wake, akamtunza, akawa kama ni mtoto wa mfalme. Na Musa akakaa katika nyumba ya kifalme kwa miaka zaidi ya 40 akijifunza mambo mbalimbali katika nchi ya Misri. Kwa mara ya kwanza Mungu alimtokea Musa katika kichaka kinachowaka moto, na akamwambia, sasa nakutuma ukawakomboe watu wangu kutoka katika mateso katika nchi. Na ili kuwatoa Israeli, Mungu alipiga mapigo mangapi? Kulikuwa na mapigo mangapi kulingana na Biblia? 10. Utaangalia vizuri, jumla ya mapigo 10 juu ya Misri, kwa sababu kuna mengine yalirudia mawili. Bwana Yesu asifiwe. Na kutumia mapigo yale, pigo la 10 ndio lilikuwa kilele cha kuweza kutoka katika nchi ya Misri. Niwaulize swali, siku ambayo wana Israeli walitoka Misri inaitwaje? Siku ambayo wana Israeli walitoka Misri inaitwaje? Tumetoka nao juzi tu, niliwaambia hata kwenye ibada. Inaitwaje? Pasaka. Pasaka sio kwa ajili ya Wakristo. Pasaka ni usiku ule ambapo Mungu alituma malaika kuua watoto wa kwanza wa Misri wote, alafu watoto wa Misri wa Israeli wakatoka katika nchi ya Misri, kwa sababu ndio Farao aliwaachia. Ndio inaitwa Pasaka, Passover, kutoka. Ndipo alipotoka. Sisi katika Pasaka yetu tunasherehekea juu ya kifo cha Bwana Yesu na kufufuka kwake, ushindi aliotuletea. Kwa hiyo sisi tunasherehekea kuhusu kufufuka kwa Yesu, sio Pasaka kama ile ambayo ilikuwa kwenye Biblia, ingawa yote inaitwa Pasaka kwa sababu Waisraeli sherehe ya Pasaka iko kwao mpaka leo. Sisi Pasaka yetu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo sio sherehe sana ya Kikristo, ni sherehe ambayo imetoka kwa Waisraeli. Kwa hiyo inaitwa Pasaka toka mwanzo au Easter. Bwana Yesu asifiwe. Kwa naomba sasa tuangalie jinsi ambavyo tunatembea katika masomo ambayo nataka kupitia siku ya leo. Kwa tuanze sehemu ya kwanza. Tumesema kuna sehemu 7. Ya kwanza ni utumwa, ya pili ni habari ya Musa, ya tatu ni mapigo ambayo yalitokea, tutaangalia na tutahesabu. Ya 4 ni Pasaka kutoka nchi ya Misri. Baada ya kutoka, Mungu akawapa sheria, amri 10 zinapatikana kitabu cha Kutoka. Tutaulizana amri 10 ni zipi, tutaziangalia. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanajua amri 10 zote kwa kichwa? Mnazikumbuka? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna swala zima la maskani, na mwisho kuna swala la ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze na utumwa. Naomba tuangalie kitabu cha Kutoka sura ya kwanza na pia Kutoka sura ya pili. Hebu tuangalie sura ya kwanza mstari ule wa kwanza, anasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Tambua kwamba wakati wa Israeli wameingia kule Misri, nchi ilianza kuwa ni nzuri kwao, wakazaliana sana na wakawa na uwezo kweli.
Kwa inapoanza sura ya kwanza mstari wa kwanza anasema basi majina ya wana walioingia Misri ni haya. Kwa wale ndio waliingia katika utumwa, ambao anasema kwamba kila mtu pamoja na jamaa yake walikuja na Yakobo. Watu wangapi waliingia Misri? Tumesema kama mtakumbuka, kama ni wanafunzi wazuri. Watu wangapi? 70. Watu 70 ndio walienda kutoka. Yakobo alipokuwa anaingia Misri, aliingia na watu 70 katika ile nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na tunajua kwamba Yusufu ndio alikuwa mtawala. Kwa wale watu 70 walimfuata mtu anaitwa Yusufu. Na kumbuka kwamba shetani pia alikuwepo wakati huo, na kazi yake kama kawaida ilikuwa ni kuchinja, kuua pamoja na kuharibu. Na wale wanaosoma Biblia, Misri ilikuwa kama ndio ulimwengu wakati huo, ndio ilikuwa dunia nzima iko pale, kwa sababu ndio mwelekeo wa Biblia ulikuwa unaelezea wakati huo. Lakini sio kwamba ni kweli kwamba dunia nzima ilikuwa ni nchi ya Misri, kulikuwa na sehemu nyingine nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utambue kwa nini tunaita utumwa. Ukiangalia kwa makini, Biblia inasema Agano la Kale ni kivuli cha Agano Jipya. Mambo unayoona katika Agano la Kale, picha yake unaona katika Agano Jipya. Tunasema wana wa Israeli walikuwa katika utumwa wa shetani. Leo watu wengi ambao hawajamjua Kristo bado wako katika utumwa wa shetani. Kwa ni picha, ni tafsiri ya utumwa mbalimbali. Shetani ni yule yule, zamani alikuwa anafanyika kimwili, sasa hivi anafanyika katika mambo ya kiroho. Na tunaona kwamba utumwa ni mbaya, ndio maana Yesu akaweza kuja. Musa baadaye ndio kitabu sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza nimesema kuhusu utumwa, sehemu ya pili ni kuhusu Musa. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 na sura ya 4 tutaziangalia. Ndamani kwamba kama tutaendelea kusoma, kwa sababu ya muda, uweze kuona soma Biblia kitabu cha Kutoka. Musa alikuwa katika ukoo wa Lawi. Lawi alikuwa ni mtoto wa Yakobo, mmoja kati ya watoto. Mtoto wa tatu wa Yakobo alikuwa anaitwa Lawi. Kwa Musa alizaliwa na Lawi katika familia ya Walawi. Na kama tulivyosoma, Musa alizaliwa katika taifa la Israeli, lakini walikuwa wanaua watoto wote wa kwanza. Kwa Musa mama yake alimtia kwenye manyasi akamficha mtoni, lakini kwa neema ya Mungu akaja kuweza kukombolewa au kuokolewa kutoka katika maji. Lengo la shetani lilikuwa ni kumfanya Farao auwe kina Musa ili ukombozi usitokee, lakini Mungu akawa mwaminifu. Musa alipoingia katika nyumba ya Farao alikuwa katoka changa, wakampa maziwa ya mama yake bila kujijua. Alipoanza kukua akaanza kusoma, baadaye akapata elimu ya Wamisri miaka 40. Alipofika miaka 40 alitoroka kwa sababu alitaka kuua mtu, akakimbilia jangwani. Ndipo alipokutana na Mungu kwa ajili ya ukombozi wa taifa la Israeli. Unataka kuuliza swali? Karibu. Kwanza swali lako la wiki iliyopita, unakumbuka swali lake la wiki iliyopita mliokuepo? Alisema dunia ina miaka mingapi? Miaka ni 6,000. Nitakuonyesha hesabu zake. Nimechapa kabisa. Kwa ukijumlisha hata miaka ile 900 ngapi yote ukijumlisha, Agano la Kale lote kabla Yesu kuja ni miaka 4,000. Haizidi hapo. Yesu toka amekuja mpaka tunapoenda leo miaka 2,000. Kwa dunia toka ameumbwa Adamu, imeumbwa katika Biblia hii mpaka leo haizidi miaka 6,000. Ndiyo. Kwani kitabu cha Kutoka pia alipataje? Akati naye ndo alikuwa amezaliwa. Tumesema vitabu vyote alipata mafunuo akiwa mlima Sinai. Kwa Mungu alimshushia kilichotokea chote, Roho Mtakatifu akamwatamia, akamwambia andika, andika, andika. Kwa naye akujua anaandika nini, kumbe ilikuwa ni kwa ajili ya sisi kuweza kujua dunia iliumbwaje. Kwa hata Musa, hata mwenyewe historia yake mwenyewe alikuwa amezaliwa, alikuwa nani atamwandikia sasa historia yake? Ndio maana Mungu alimruhusu Musa ajifunze elimu ya nani? Ya kuandika kwa Wamisri. Ina maana mtu mwingine angeshindwa hata kuandika. Unajua unaweza kupata mafunuo lakini ukashindwa kufanya nini? Kuandika. Umeelewa? Maswali yako ni mazuri. Kama mtu yote mwingine ana swali, tuko darasani hapa, sio mahubiri.
Sehemu ya kwanza ya siku ya Jumatano ni kujifunza. Kwa usije ukakaa na kitu, bora uulize. Huwa tuulizi kanisani, lakini leo kwa sababu ni somo la shule ya Biblia tunaulizana, kwa sababu tunataka tukifika mwisho. Ngoja nikwambie kitu, watu ambao watajifunza Biblia kwa makini watakuwa miamba. Tumesoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 4 mstari wa 22. Mungu anaanza kumtuma Musa kwenda kuwakomboa nani? Wana wa Israeli. Na hasa ukiangalia hususani katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 10. Kutoka sio Mwanzo, samani. Kutoka sura ya 3 mstari wa 10. Anasemaje? Ndio tunaanza kitabu cha Kutoka sasa. Anasemaje? 3:10 anasema, Kutoka sura ya 3 mstari wa 10. Anasema, aya basi nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu au wana wa Israeli katika Misri. Kwa hiyo ndio mwanzo wa safari yote ya wana wa Israeli. Kwa sehemu ya kwanza ni utumwa. Sehemu ya pili ya kitabu cha Kutoka ambao ni sura kuanzia ya 7, ya 8, ya 9 mpaka 11 inaelezea kuhusu mapigo. Inaelezea kuhusu mapigo. Mapigo yalikuwa 10. Pigo la kwanza lilikuwa nini? Maji yaligeuka kuwa damu. Kutoka sura ya 7 ile na 8. Pigo la pili, vyura wakajaa nchi nzima. Pigo la 3, chawa. Pigo la 4, inzi. Pigo la 5, majipu. Pigo la 6, kulitokea na kama kelele au wazimu au salamu. Pigo la 7, nzige. Pigo la 8, giza kwa siku 3. Na pigo la mwisho ndio lilikuwa Pasaka. Pasaka maana yake ni kifo cha mzaliwa wa kwanza, ambapo wana Israeli walitoka katika nchi ya Misri. Na maana yake nini hasa? Pasaka kwa wakati ilikuwa ni maana ndio kutolewa katika nchi ya Misri. Na sisi hapa tunajifunza nini katika Agano Jipya? Ni kunyakuliwa kwa kanisa. Siku moja tabu za dunia, mateso ya dunia yatakuwa yameisha. Tutaondoka, tutaenda kukaa na Baba milele na milele. Kwa hiyo namaliza kuhusu mapigo. Sehemu ya 4, sehemu ya kwanza tumesema nini? Naam, utumwa. Sehemu ya pili, Musa. Sehemu ya 3, mapigo. Sawa. Kwa sehemu ya 3 ni mapigo, na sehemu ya 4 ni swala zima la Pasaka. Kama nilivyosema, Pasaka maana yake nini? Usiku ule ambapo Mungu aliwapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri. Usiku wa mwisho kuona Israeli kukaa katika utumwa nchi ya Misri, ndio ilikuwa inaitwa Pasaka. Ulikuwa ni usiku wa kuogofya sana, usiku wa kutisha, ambapo kila nyumba ilikuwa na kilio na msiba katika Israeli, kwa sababu watoto wa Israeli katika nchi ya Misri, kwa sababu watoto wa Farao na watoto wote wa Misri walipigwa, wakafa mtoto wa kwanza wote. Na unaonyesha wazi Mungu alipokuwa rehema kwa ajili ya taifa la Israeli. Ukombozi manake kuepuka kifo. Ukombozi manake kutoka katika utumwa. Ukombozi manake kuingia katika nchi ya Kanaani. Ina maana na sisi tunaenda katika nchi ya uzima wa milele, kama ilivyoandikwa kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 5. Tunaanza kupata Tito sura ya 3 mstari ule wa 5. Tito 3:5 tuweze kuiona inasemaje. Inajaribu kuelezea kuhusu ukombozi. Ni kitabu cha Kutoka, lakini Tito 3:5 inajaribu kuitoa katika picha ya Agano Jipya, jinsi ambavyo sisi Mungu atatutoa katika utumwa wa shetani, atatuingiza katika pendo lake. Mnakumbuka Pasaka nilifundisha katika maneno ya Bwana Yesu, usiku wa leo utakuwa na mimi wapi? Paradiso. Kwa paradiso ni maana nasema si kwa sababu ya matendo ya haki tunayotenda sisi, ila ni kwa rehema zake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mara ya pili na kufanya upya na Roho Mtakatifu. Maana yangu ni kwamba Waisraeli walipotoka kule, sio kwamba walikuwa wamefanya mema. Mungu
kwa rehema zake aliwatoa katika utumwa. Tunajua na sisi tunaingia katika raha ya milele katika mji wa Kanaani. Tumesema cha kwanza ilikuwa nini? Somo, yani sehemu ya kwanza tunajifunza nini? Utumwa. Ya pili, habari za Musa. Ya tatu, mapigo. Mapigo yalikuwa mangapi? 10. Ya 4, Pasaka. Pasaka tumesema maana yake nini? Usiku wa mwisho katika nchi ya Misri. Pasaka ni Mungu alipowapiga watoto wa kwanza wote wa Misri. Ndio Pasaka yetu. Pasaka ni kutoka kabisa, na tumesema ni kama ukombozi ambao Bwana Yesu aliufanya sio kwa sababu ya matendo mema, kwa sababu ya huruma na rehema za Mungu. Sehemu ya 5 ni sheria, na katika sheria tunaona kuna amri ngapi? Amri 10. Sasa kuna sheria za aina mbili. Kuna sheria za amri 10, alafu kuna sheria nyingine nyingi zaidi ya 500 ambazo Musa aliweza kupewa na Mungu kutoka kule katika mlima wa Sinai. Labda tuangalie zile amri 10. Amri ya kwanza inasemaje? Naam, fungua Biblia, inasemaje kwenye amri 10? Amri ya kwanza inasemaje? Amjui amri ya kwanza? Nani anajua? Waliosoma katekisimu. Mtaji inasemaje? Amri ya pili. Amri ya pili inasemaje? Jamani, jinsi mnasali kanisani mkizitia amri zangu mtapenda. Hem, tufungue kitabu cha Kutoka sura 20 mstari wa 12 na 13, 14 mpaka 15. Kutoka sura 20 mstari wa 12. Labda tuanze na mstari wa 8. Kutoka 28, tuanze 8. Ndio amri ya kwanza. Inasemaje? Ikumbuke siku ya saba. Kuanzia mstari wa ngapi? Kuanzia mstari wa 7 nimekosea mimi. 20 kuanzia mstari wa pili wa kwanza. Sawa? Anasemaje? Mstari wa pili 22. Tuanze na 22. Mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Ya pili anaendelea, anasema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini. Usivijisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Mungu mwenye wivu. Anasema nawapatiliza wana waovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami na warehemu maelfu kwa maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Na warehemu maelfu kwa maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Ya pili inasemaje? Tuangalie 27 inasemaje? Usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamsabia kuwa hana hatia mtu alitajaye jina lake bure. Ya tatu, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Mstari wa 8 ule, siku 6 fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wala mwana wako wala binti yako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako kufugia wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana katika siku 6 Mungu alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote hivyo, akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo Bwana akaibarikia siku ya Sabato akaitakasa. Hapo unajua kutakuwa na swali baadaye. Ya ngapi inafuata? Mstari wa 12. Tufungulie mstari wa 12. Waheshimu baba yako na mama yako. Sikiliza kwa makini. Amri nyingine zote hajatoa ahadi. Hii ndio amri pekee yenye ahadi. Anasema waheshimu baba yako na mama yako. Afuta itatokea nini?
siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Hiyo ndio amri pekee kubwa na yenye ahadi. Amri ya ngapi? Ya 5 inasemaje? Usiue. Amri ya 6 mstari wa 14, usizini. Hapo sasa. Ya 7, usiibe. Ya 8, usimshuhudie jirani yako uongo. Ya 9, utamani nyumba ya jirani yako, wala mala mke wake, wala mali yake, wala ng'ombe wake, wala punda. Hiyo ni amri ya 10. Nafikiri tumeruka moja hapo, nafikiri tulikuwa tumekosea kwa hesabu kwetu. Hizo ndio amri kuu 10, na wiki ijayo nitazitaka uzitaje mwenyewe. Ukitaja, atakataja mwenyewe zawadi kubwa. Yaani ukitaja amri zote 10, mimi nakupa mzigo mzito. Kwa jipange. Bwana Yesu asifiwe. Uniambie ni mstari wa ngapi na unitajie amri moja baada ya nyingine 10. Napata zawadi ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona baada ya sheria hiyo, ndio sheria hiyo, ni sheria kubwa. Lakini baada ya pale Mungu akatoa sheria nyingine nyingi, ziko zaidi ya 637 sheria mbalimbali ambazo zinahusu maagizo ya ukuhani pamoja na sheria za mahusiano kati ya watu. Sehemu ya 6 ya agano ya kitabu cha Kutoka inahusiana na maskani au hema la Mungu. Maskani au hema la Mungu, mahali ambapo watu wanakutania kwa Mungu. Yes, karibu. Haya, twende taratibu. Ukiangalia anasema kwamba hatuko katika sheria ya Musa, tuko katika sheria ya Roho. Maana yake nini? Yaani matunda ya Roho ni nini? Upendo, utu wema, fadhili, uaminifu. Wagalatia sura ngapi? Ya 16 mstari wa 19 na pia mstari wa 22 umeeleza kuhusu vitu ambavyo sio sahihi. Utu wema, fadhili. Yaani maana yake ukishakuwa ndani ya Roho umeokoka, zile tabia zako tena unatimiza sheria. Huwezi kuua, huwezi kusema uongo, huwezi kuiba, huwezi kumtakia mabaya jirani yako. Utakuwa unamtii Mungu. Yaani uhitaji kuambiwa na mtu nenda kamtii Mungu. Yaani wewe mwenyewe kwa sababu umeokoka, unamheshimu Mungu, unakuja kanisani, yale mafundisho yanakufanya uhitaji kuambiwa na mtu kwamba usifanye kitu fulani. Amani ya Kristo inatawala ndani yako. Kwa hiyo unajisikia sasa, kinachokuja kimoja ambacho Wasabato wanaweza watu, mbona moja unaiacha? Iheshimu Sabato, uitakase. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ya Sabato ukisoma kwa makini, Bwana Yesu aliwauliza hata Waisraeli, aliwaambiaje? Akasema hivi, siku ya Sabato leo. Sabato inaanza nini? Leo Ijumaa, wa Sabato wenzetu, si ndio? Je, Mungu anakuwa amelala usiku ya Ijumaa mpaka Jumapili? Hiyo Jumamosi Mungu anakuwa amelala? Kwa hapa duniani tunaishi, Mungu anakuwa amepumzika. Hata ukiomba hamna sala zinazoenda. Nauliza tu. Kwa Bwana wa Sabato ni nani? Ni Mungu ambaye anafanya kazi mpaka siku ya Sabato. Kwa hicho kitu unatakiwa ukiangalia katika picha pana. Kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba Sabato katika Ukristo ni ule kutokana na mizigo ya dhambi. Lakini ngoja nikupe mstari ambao utakusaidia. Mtu akikuuliza swali la Sabato, mfungulie kitabu cha Warumi sura ya 14. Mtu fungue Warumi 14, nasemaje? Kuanzia mstari wa kwanza. Inasemaje? Mkaribisheni lakini msimhukumu. Tuende mstari wa pili. Hivi ukienda kwa kubonyeza endi mstari wa pili yenyewe. Tuone ile speed. Mtu mmoja, sawa? Anasemaje? Mtu mmoja anayo imani anakula vyote. Lakini aliyekuwa dhaifu hula mboga tu. Mimi nguruwe siri. Huyo ni mdhaifu wa imani. Tuendelee. Watatu. Usimdharau asiyekula. Wewe unasema mimi siri nguruwe kwa sababu Biblia imekataza. Mwache, ni sawa. Na wewe unayekula pia. Yeye na yule asiyekula pia. Wewe usimdharau anayekula wala usimdharau asiyekula. Ni imani yako moyoni mwako. Tuendelee. Anasemaje mstari wa 4? Wewe unani unaweza kumhukumu mtumishi wa Bwana wake ambao simama na kuonka? Naam, atasimamishwa kwa maneno. Mstari wa 5. Mtu mmoja afanya tofauti
mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na mimi ni Sabato. Sawa, hamna tatizo. Lakini anasema mtu mwingine siku zote kuwa nini? So, mimi sina Sabato, mimi siku zote ni za Mungu. No problem. Anasema kila mtu na adhibitike katika akili zake mwenyewe. Kwa wa Sabato unachokifanya sio dhambi. Sijui kama mnanielewa. Na sisi tunachokifanya sio kosa. Ni tofauti ya namna unavyolifikiria jambo. Kwa sio dhambi, yote inakuwa hamna tofauti. Sijui kama nimeeleweka. Nitaka tuweze kujua tunasimamia wapi, kwa sababu mambo yote tunayoyafanya katika majukumu yetu lazima tuangalie Biblia inasemaje katika mistari mingi zaidi. Yesu akasema mtu gani ng'ombe wake akitumbukia kwenye mto siku ya Sabato atashindwa kumtoa? Karibu mchungaji. Ndio. Hapo sasa. Yaani kama umeamua kufanya kitu, useme mimi nakula tu mchuzi wa nguruwe sili nyama. Fanya vyote, kula nyama, yani acha vyote, acha mchuzi, acha na nyama. Ni sawa sana watu wanasema kuhusu mambo ya hata kwenye wenzetu ambao wanasema nguruwe ni mbaya. Hospitali zote, nikupe taarifa sasa, nyuzi za kushonea ngozi ikiwa imepasuka, nyuzi nzuri duniani ni nyuzi za nguruwe, ya ngozi ya nguruwe. Sasa umepasuka, umepata kichwa kimepasuka, unasema mimi sitaki nyuzi za nguruwe. Hiyo kitu unatakiwa tuwe makini. Kwa unapojiwekea mipaka aina hiyo, usifanye nini? Ndani ya moyo wako uwe na tabia hiyo, yaani uwezi mwenyewe jinsi ulivyo. Haya, nafikiri tumejibu. Sasa watu hawataniabudu katika mlima au sehemu yote, wataniabudu katika roho na kweli. Ndani yako wewe unapoingia kumwomba Mungu, anza na kuomba Mungu toba na akusafishe dhambi zako na uchafu wote. Ndio hatua ya kwanza kabisa katika maisha ya mwanadamu. Sehemu ya pili ni mahali patakatifu. Sasa pale ndio unaweza kutoa sadaka, yani shukrani. Ingieni nyumbani mwake kwa kushukuru na nywani mwake kwa kusifu. Kwa Mungu anakaa kwenye sifa. Kwa lazima unapoanza kusali, hatua ya kwanza omba Mungu akutakase, akusafishe. Hatua ya pili anza kumwabudu na kumsifu. Hatua ya tatu ndio uanze kuomba. Sio umepiga magoti, Baba mimi na shida, nahitaji nini? Unaharibu. Hatuendi hivyo. Lazima kuna hatua za kuweza kuzifuata ili kufikia kule ambako kunatakiwa. Sehemu ya mwisho tunapomaliza kwa sehemu ya kwanza soma Biblia ni ukuhani, ambao ni sehemu ya 7. Sehemu ya 7 ni ukuhani. Kuhani wa kwanza katika maandiko matakatifu alikuwa anaitwa nani? Melkizedeki alikuwa kuhani wa kwanza. Alikuwa anaitwa Haruni kibiblia. Sawa, kwa Mungu alimteua Haruni. Na makuhani walikuwa wanavaa mavazi matakatifu. Ndio maana kwenye ibada za wengi wanavaa mavazi ambayo ni special. Sasa Pentecost umekuja na Wamarekani wametuletea suti na kadhalika. Bwana, sasa tunaomba neno ambalo tumelipokea na kujifunza likakae ndani ya viwiliwili vya moyo wetu, likakae ndani ya akili zetu, tukapate kukumbuka na kuweza kutimiza kile ambacho tumepaswa kufanya kwa ajili ya maisha yetu. Damu ya Yesu Kristo, nena mema kwa ajili yetu. Baba, ukalinde kile ambacho kimeingia katika maisha yetu kwa jina la Yesu. Amen.